Nashukuru. Kwanza tumsifu Yesu Kristo, na Kristo ndio tumaini letu. Amina. Leo tuko hapa kanisa kuu hili la St. Joseph katika ibada hii ya kuaga mwili wa Mwadhama Paul Kapengo ambaye amekuwa kardinali, amekuwa askofu mkuu wa jimbo hili kwa muda mrefu. Na sisi kama Wakristo wa Katoliki, ukiangalia na kwenye tangazo ambalo lilikuwa linaeleza kuhusu taarifa ya kifo, ilisema tunatangaza ama tunasikitika kuwatangazia kuwa Mwadhama Paul Kapengo ameitwa nyumbani kwa Baba kwa milele. Kiukristo maana yake ni kwamba ni kifo kitakatifu, na ambacho katika fumbo hili la imani tunakipokea kwa kuwa ni wito mtakatifu kwenda kwa Mungu Baba mwenyewe. Sasa kikubwa ambacho naweza nikakirejelea ni kwamba kwanza sisi kama waumini na Wakristo wa Katoliki ni tunaamini ya kwamba mwanadamu aliumbwa, mwanadamu akaishi na mwanadamu atakufa. Hii ni uthibitisho na ni kielelezo kikubwa kwamba hata Bwana Yesu Kristo alipoyapokea mateso kwa niaba ya sisi wanadamu na kwa niaba ya kutulipia deni la dhambi, ni ukweli usiopingika kwamba aliteswa, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka katika wafu, na akapaa mbinguni na akaketi kuume kwa Baba. Hii ni ishara nyepesi kwamba Mwadhama Paul Kapengo aliishi, alizaliwa na akaishi na akafa na atafufuka, na tunaamini kwa matendo yake makuu atakaa pembeni kwa Baba. Na kwa mantiki hiyo, Wakristo tunajifunza nini kwa maisha yake? Ni kwamba sisi Wakristo wa Katoliki tuna msemo unaoitwa Personam Christus. Personam Christus maana yake ni kwamba ni eko, ni uangavu na ni uishi wa maisha ya Kristo kwake yeye ambaye ameumbwa kwa mfano wake. Maana yake sisi kama wanadamu tunapokuwa tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, maana yake ni kwamba tuna nusu uungu na tuna nusu wanadamu. Kwa yapo matendo ambayo katika Ukristo wetu tunayafanya lazima yawe yanaakisi maisha ya Kristo. Sasa kuyafanya matendo yanayoakisi maisha ya Kristo tunaita Personam Christus, kwamba maisha yake yaanzie kwako. Huu ni mfano dhahiri kwamba Mwadhama Paul Kapengo ameyaishi maisha ya Kristo kwa utiifu, lakini ameishi maisha ya Kristo kwa ukakamavu. Ameishi maisha hayo kwa kuwa mwalimu wa kweli na aliyetenda miujiza yake katika maisha yake. Mtakubaliana na mimi kwamba kwa wale wote ambao tumekuwa tukisali katika kanisa hili, ukija asubuhi utamkuta Baba Paul Kapengo, au ukija jioni, au ukija kwenye ile mida ya saa 7 ya saa 3 utamkuta Baba Paul Kapengo yuko kwenye kanisa dogo pale. Na tuliopata bahati kwa muda mwingi pengine hata kufanya maungamo mbele yake kama mpako mafuta wa Mungu, tulipata bahati hiyo hata kuambiwa maneno machache ambayo yalikuwa yanaashiria utashi, utakatifu na utu wa maisha yake, hasa kwetu sisi wanadamu wa kawaida. Nitoe tu